Naam, mtazamaji wangu, Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kutangaza baraza lake, ila gumzo nzito linalozidi kuzungumziwa hivi sasa ni kutokana na jinsi ambavyo ameweza kuteua. Sote tumeweza kushuhudia Rais Mama Samia Suluhu Hassan kumteua binti yake kuwa waziri wa elimu. Pia kuna uteuzi mwingine ambao umeweza kugonga vichwa vya habari, ni kuhusu kumteua mtoto wa rais mstaafu Mheshimiwa Jakaya Kikwete. Ila hatua hii imeweza kusababisha hivi sasa viongozi wa chama Chadema kuandaa mkutano rasmi ama media briefing iliyoweza kuratibiwa kufanyika mapema leo hii tarehe 19 mwezi wa Novemba mwaka 2025 mida ya saa 6. Na mtazamaji wangu, katika uteuzi aliyoweza kufanya Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kuweka hadharani kwamba ameweza kutenga nafasi za vijana Gen Z, ila Watanzania wengi wanazidi kulalamika kutokana na nafasi hiyo mbaya kabisa. Sote tunafahamu jinsi gani ambavyo vijana Gen Z waliweza kuwa na muda mrefu kwa uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, uongozi wa serikali ya awamu ya 6 kufanya mabadiliko kabla ya uchaguzi mkuu. Ila sote tunafahamu ni kipi kiliweza kujiri baada ya zoezi la uchaguzi mkuu kufanyika. Vijana Gen Z na kuandamana, jambo ambalo liliweza kusababisha idadi kubwa ya vijana Gen Z kuaga dunia katika maandamano hayo bila mabadiliko yoyote yale kufanyika, jambo ambalo kwa mara nyingine leo hii vijana Gen Z hawapo tayari kwa nafasi zilizoweza kuteuliwa na kukabidhiwa watoto wake Mheshimiwa Jakaya Kikwete pamoja na Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kwani hilo linazidi kuzungumziwa ni kutokana na jinsi ambavyo sote tunafahamu kwamba watoto hawa hawakuweza kujiunga na vijana Gen Z waliokuwa wakipigania haki ya Jamhuri ya Tanzania. Je, imekuwaje leo hii kwa mara nyingine wanazidi kuratibiwa kama viongozi ambao watakuwa wakiwasilisha vijana katika serikali ya awamu ya 7? Mtazamaji wangu, hatua hii Watanzania wengi wameweza kuikosoa, hawakutarajia, na ndipo ambapo viongozi wa chama Chadema wanazidi kuratibu kufanya mahojiano ya moja kwa moja. Pia sote tunafahamu kwamba katika mahojiano haya moja kwa moja kati ya viongozi wa chama Chadema, kwa njia moja ama nyingine, ni lazima waweze kuzungumzia uteuzi alioweza kufanya Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Pia lazima waweze kuzungumzia hali ambayo inaonekana bado kukera vijana Gen Z katika mitandao ya kijamii, kuzungumzia uongozi wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa. Kwani mtazamaji wangu, ifahamike kwamba kutokana na uongozi huu wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa kuonekana wazi kufanikisha walichokuwa kikipigania kwa muda hivi sasa, hawana chochote kile cha kujihusisha na vijana Gen Z. Mbaya kabisa, hakuna hata bidii na juhudi yoyote ile inayozidi kuwekwa kwa vijana Gen Z kutokana na yale yote waliokuwa wameweza kuyaomba yatimizwe na uongozi wa serikali ya awamu ya 6 hivi sasa, ikiwa serikali ya awamu ya 7, jambo ambalo lazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo viongozi hao wanaendelea kuwa kibinafsi, tofauti kabisa na jinsi ilivyokuwa ikitarajiwa. Mtazamaji wangu, leo hii huenda chama Chadema kikaweza kuanza kutoa wito wa uchunguzi huru wa uchaguzi ulioweza kufanyika, kwani uchaguzi ulioweza kufanyika sote tumekuwa tukishuhudia vipande vya video ambavyo vinazidi kusambazwa katika mitandao ya kijamii, jinsi ambavyo kura baadhi ya mikoa zilivyokuwa zikiibiwa. Mbaya kabisa, hakuna chochote kile kimeweza kudhibitishwa, na hasa viongozi wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa kunyamazia kimya swala hilo. Pia katika kuhutubia kwa taifa leo hii, chama Chadema huenda kikaweza kuzungumzia kukemea matumizi ya nguvu wakati wa maandamano, kwani kutokana na tukio lililoweza kutokea katika Jamhuri ya Tanzania limeweza kuacha Tanzania wengi kuwa na maumivu ya kupoteza jamaa wao. Hivyo basi chama Chadema hakitaweza kunyamazia kimya swala hilo. Kingependa katika Jamhuri ya Tanzania maandamano yaweze kuwa ya amani na kusiwepo na utumiaji wa nguvu kupita kiasi kama alivyoweza kushuhudiwa. Vile
Mtazamaji wangu, kuna kutetea haki ya kikatiba kwa kuandamana. Sote tunafahamu kwamba zoezi ambalo vijana Gen Z walikuwa wakilifanya la kuandamana halikuwa ni kinyume na katiba ya Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi ilikuwa ikistahili waweze kupewa ulinzi mbaya kabisa na kile kilichoweza kuwakuta wakati wakiandamana. Pia mtazamaji wangu, kuna wito wa utawala bora na uwajibikaji. Ni sawa, tumeshuhudia uongozi wa serikali ya awamu ya sita hivi sasa umerejea mamlakani kama uongozi wa serikali ya awamu ya saba, ila uweze kutimiza yale yote waliyoweza kuahidi. Pia yote aliyokuwa wameweza kuanzisha waweze kuyafanikisha kwa uharaka, ili kuonyesha Jamhuri ya Tanzania kwamba wapo tayari kuimarisha Jamhuri ya Tanzania na sio wao kuwa katika nafasi hizo za juu uongozini ni kwa manufaa yao binafsi na sio kwa manufaa ya Jamhuri ya Tanzania. Pia mtazamaji wangu, kuna kutaka serikali kushiriki vyama vya kisiasa katika mageuzi ya uchaguzi kwa njia moja ama nyingine. Tunafahamu jinsi gani ambavyo chama Chadema hakikuweza kushiriki katika uchaguzi mkuu. Hivyo basi jambo hili chama Chadema huenda likaweza kukemea mno kutokana na wao kunyimwa nafasi ya kikatiba katika Jamhuri ya Tanzania kwa chama hicho kushiriki zoezi la uchaguzi mkuu. Vile vile mtazamaji wangu, kuna wito wa kuchukua hatua kwa wale wote walioweza kukamatwa wakati wa maandamano. Jambo hilo tumeshuhudia kweli uongozi wa serikali awamu ya saba kwa agizo lake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, watu waliokuwa wameweza kukamatwa wameweza kuachiwa, ila ningependa iweze kuwa jambo jema iwapo hofu itaweza kutolewa kwa Watanzania wote ambao waliweza kushuhudia vitendo vya kikatili vilivyoweza kukuta jamaa ama wapendwa wao, na kama si wapendwa wao, yeyote yule aliyeweza kushuhudia jambo la kikatili la utumiaji nguvu kupita kiasi kutoka kwa afisa wa polisi, iweze kuonyesha wazi kwamba hatua iweze kuchukuliwa kwa afisa huyo, na ndipo ambapo amani iweze kurejea rasmi kwa kila mmoja wa Mtanzania ambaye angependa kuendelea kushiriki mambo ya kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania, sio kwa manufaa yake bali kwa manufaa ya Jamhuri ya Tanzania iweze kusonga mbele. Je, mtazamaji wangu, mtazamo wako ni upi? Ni kipi utakapoweza kukitarajia na kutaka kizungumziwe na chama Chadema leo hii katika mahojiano yao walioweza kuyaratibu kuyafanya? Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Pia tutakuletea video kuhusiana na kile ambacho chama Chadema watakuwa wameweza kukizungumza katika uhutubiaji wao wa taifa leo hii.